Nchini Marekani ni kama vile watu wamechoshwa na utawala wa rais wa sasa Bwana Donald Trump kutokana na baadhi ya mambo ambayo ameyafanya tangu aingie madarakani mnamo mwezi wa Januari. Wakati huu rais wa Marekani Bwana Trump ameanzisha programu mbalimbali, lakini moja kati ya programu hizo ni pamoja na kuweka ushuru kwa nchi zote duniani, jambo ambalo wachumi wameona kwamba huenda likasababisha hali ngumu ya maisha huko Marekani, lakini pia na kutengeneza baadhi ya mambo ambayo Wamarekani wenyewe hawakubaliani nayo. Sasa maelfu ya Wamarekani wameingia mitaani kote nchini na wanapinga sera za kiuchumi na kijamii za rais Bwana Donald Trump na mshirika wake wa karibu Bwana Elon Musk. Waandaaji wa maandamano haya wanadai kunyakua madaraka kwa Trump kumeingiza nchi katika mizozo mingi. Mzozo wa kwanza ni mzozo wa kiuchumi wakati huu ambapo Marekani inapambana na mataifa ya magharibi, lakini pia pamoja na Uchina. Lakini maandamano hayo yaliyopewa jina la Hands Off na kuandaliwa na zaidi ya vikundi 150 tofauti vya wanaharakati yamefanyika kuanzia siku ya Jumamosi na yamehusisha karibia nchi zote 50 kwa maana majimbo 50 ya Marekani katika maeneo zaidi ya 1200, huku baadhi ya mikutano ikifanyika nje ya Marekani. Maandamano hayo yalimkashifu rais Bwana Trump, lakini yametaja kama unyakuzi haramu na mapinduzi ya Trump na Musk, mkuu wa idara ya ufanisi wa serikali DOGE, ambao walianzisha maelfu ya sekta ya serikali katika jitihada za kusawazisha bajeti ya shirikisho hilo la Marekani. Tangu kuapishwa kwake, Donald Trump amezindua unyakuzi wa mamlaka ambao haujawahi kushuhudiwa, lakini pia kuongeza bei, kupunguza ufadhili wa programu muhimu na kuleta ukosefu wa utulivu kila wakati. Ajenda yake mbovu inafanya maisha kuwa magumu kwa Waamerika wa kila siku, huku ikiminya demokrasia ya nchi hiyo. Raia wanasema hawawezi kumudu kusubiri tena ili kupigana. Waandaaji wanasema wakati huu madai yao ni pamoja na kukomeshwa kwa unyakuzi wa mabilionea na ufisadi uliokithiri utawala wa Trump na kufutwa kwa sera za serikali za kupunguza ufadhili wa shirikisho kwa programu za kijamii. Lakini pia wametoa wito wa kukomeshwa kwa mashambulizi dhidi ya wahamiaji, watu wanaovuka mipaka na jumuiya nyingine. Kulingana na shirika la habari la CNN, kiasi cha watu 600,000 wamejiandikisha kuhudhuria maandamano hayo, ingawa idadi kamili ya watu waliojiandikisha kote nchini haijulikani kutokana na kwamba wanazidi kuongezeka. AP imeripoti kuwa maandamano yalionekana kuwa ya amani na hakuna ripoti za kukamatwa kwa raia. Akizungumzia maandamano hayo, katibu msaidizi wa vyombo vya habari vya White House Liz Houston amesema kama alivyonukuliwa na gazeti la The Hill kwamba Trump atalinda usalama wa jamii, lakini atahakikisha usalama wa afya, lakini kila wakati wahusika wote wanaostahiki watapata haki zao. Wakati huo huo, msimamo wa demokrasia unatoa faida za usalama wa jamii pamoja na masuala ya Medicaid na Medicare kwa wageni haramu, ambayo itafilisi programu hizi na kukandamiza wazee wa Marekani. Ili waliongeza waandamanaji ambao wamekuwa wakiandamana kote kutaka kila anachokifanya rais huyo aachane nacho mara moja. Mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi tutafuatilia kwa kina tukujuze ni nini hatima ya maandamano haya ambayo yameanzishwa huko nchini Marekani kupinga sera za rais Donald Trump wa Marekani. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii.